siku zote hizi 10 za mwisho hakikisha kuwa uweke nia Mwenyezi Mungu akutakabalie dua zako, aweze pia wewe kukuamsha na kusimamisha kwenye swala ya Lailatul Qadr ama qiyamul layl. Hakikisha kuwa uko miongoni mwa wale wote ambao watashuhudia Lailatul Qadr inshallah. Tia nia tu mpenzi msikilizaji, na uhakikishe ya kuwa ufanye maombi ya kwako kwa Mwenyezi Mungu, na uhakikishe kuwa hujawasahau pia watu wa Gaza. Muhimu sana. Usisahau watu wa Gaza, usisahau Waislamu kwa ujumla. Unajua wanasema kuwa ile dua nzuri zaidi ni ile unajiombea. Uombee familia yako, ombea marafiki zako, ombea umma ya Kiislamu kwa ujumla. Usiwe tena mbahili pia katika maombi. Kuna baadhi ya watu ambao wanajiombea tu yeye Mwenyezi Mungu nijalie, Mwenyezi Mungu nakuomba nijalie na hii, nijalie na hii, nijalie. Kumbuka pia kunao wengi sana ambao ni mandugu zako wa Kiislamu ambao wanayapitia pia wao wakumbuke kwenye ibada inshallah. Na uzuri haswa, ubora na uzuri wa dua ni ile ambayo utakuwa unamwombea mwenzako. Wakati wewe ukiwa unamwombea, malaika wanamwambia Allah, katika dua hii mtakabalie yeye kwanza, mpe yeye kwanza huyu. Yani wao ndio wanakuombea. Kwa hiyo siku zote ukiwa unawaombea wenzako, jua na wewe malaika ndio wanaokuombea wewe. Kwa hivyo tujifunze sana katika kuombea watu. Na siri moja ya ijaba, moja katika siri ya ijaba, yani dua zenye kutakabaliwa, kupokelewa, ni zile za kumuombea mwenzako. Kwa sababu unaona kwamba unashangaa wewe, mimi kila siku nang'ang'ana na muombea mtu mzima dua kheri njema, mafanikio, lakini unakuta kwamba wewe ndio unafanikiwa zaidi. Yani hata kama yeye anafanikiwa, lakini wewe, kwa sababu pale malaika wanamwambia ya Allah, mpe yeye kwanza huyu. Na tusisahau katika laana pia, wakati tunapeana laana na kuombeana maovu, basi kumbuka kuna malaika wanamwambia ya Allah, mtimizie kwanza kabla hajafika kwa yule aliyeombewa. Kwa hiyo tujifunze katika hii hali ya kuombana, hasa katika hizi siku ambazo kuna usiku mkubwa sana ndani yake. Na masala haya ya mvua na dalili nyingine, tukumbuke dalili ni nyingi sana, na hasa hapa Nairobi mvua ni ya kila siku. Mfano tu leo tulipokuwa kunanyesha, nikamwambia somo yangu naona mvua hiyo. Alafu sasa unajua kila mtu atakuvutia upande wake, nikamwambia hii mvua ya leo jinsi ilivyo nyembamba ile Lailatul Qadr. Akaniambia jana ilinyesha hivi wakati huu ambao nikanyamaza nikasema tulia tu hapo. Anyway, saa 2:30 ukipenda 2:30 saa za Afrika ya Mashariki. Nimekuambia tena msikilizaji, siri na urembo ya wazee hawa, watu wazima unaowaona hapa jijini, wanadamshi, wanapiga takin vizuri. Alafu unasema wajua hawa wazee wa kabila hili sijui wanakula hivi. No, wanakula chapati za unga wa pembe wa ata makwan. Hao wazee wote ni wazee wenzangu, watu wazima wenzangu, mimi nawajua. Tulikuwa tukicheza kibe na wao kuanzia enzi za Mzee Jomo Kenyatta. Kama nilivyokuambia, Mzee Jomo Kenyatta tulicheza naye kibe na alikuwa hana mbio. You want to confirm? Nenda mke wake yuko, watoto wake wako, nenda waulize. Mtu mzima mwenzake amesema mzee wenu alikuwa hana mbio, lakini alikuwa na ujanja wa kujificha. Yani alikuwa kwenye kibe ile tukicheza, akaenda kijificha Mzee Jomo Kenyatta, basi kupatikana paka yeye mwenyewe atoke. Aseme mimi bana nimejificha hapa. Mbio lakini alikuwa hana. Tunamshinda sana kwenye mbio. Kwa hiyo tunakula unga wa pembe ata makwan. Na leo hii kwa kupitia unga huo wa pembe ata makwan, unga wa pembe self rising flour na ule wa pembe all purpose home baking flour, inakuletea wazo la siku. Wanasemaje leo Madam Ramla? Siku ya leo anasema usimlaumu mtu kwa makosa yako. Usimlaumu mtu kwa makosa yako. Hilo nalo ni wazo hilo. Leo wazo la siku. Hilo ni wazo la siku. Ambalo linaletwa kwako kwa hisani kuu ya Pembe Flour Mills. Watu ambao wanatumia Pembe Flour Mills bila shaka saa hizi chemsha bongo tayari. Wanajua tayari hizi answers wako nazo. Leakage wameshapata kabisa. Zile omega ambazo ziko among the ingredients kwenye zile flour za Pembe Flour Mills. Ndio. Bila shaka zimesha chemsha hiyo bongo. Hivi sasa wanasema hiyo ni rahisi siku ya leo mteremko. Okay, usilaumu mtu kwa makosa yako. Kwanza tuanze na maelezo, na ni kwamba ni watu wachache sana
narudia tena, ni watu ama idadi ya watu wachache mno ambao wanakubali makosa au kuteleza kwao. Mtu kukwambia kwamba samahani, hapa mimi nimekosea, mathalan nimechelewa, ama hapa sikufanya vile inavyostahili, hapa sukari hii sikutia vile kulingana na vipimo ambavyo vilihitajika. Yani ni wachache mno. Wengi wanapenda kujitoa kwenye ile lawama. Alafu sasa kuna wengine sasa, kando na ile kwamba kosa la kwake, kukulaumu wewe si tu, mkosa yeye, alafu mkali ni yeye. Yani wewe ndio umekosewa, alafu yeye aliyekukosea yeye ndiye mkali sasa baada ya kukosea. Sasa paka unashangaa. Unaacha akitulia, tunamwambia shekhe, lakini pale wewe, wallahi wewe ndio ulikuwa mkosa pale. Ramla alikuwa yuko sawa kabisa. Wewe ndio kwambia shekhe, sasa humjui Ramla wewe. Pale ningekuzuba kidogo tu hivi, ningeteleza kidogo tu nikakubali pale. Mambo yangeharibika. Angenipanda kitu yule. Wewe ni hamumjui Ramla nyinyi. Sasa paka wache. Na hizi visa vingi sana viko. Yaani waona kabisa mtu makosa ni yake yeye, amemkosea mwendani wake. Kisha yeye ndo amekuja ni mkali yeye, kwamba yeye ndo ameanza ule ukali kwamba sasa paka unashangaa, mimi nimekosewa. Kisha mimi ndo nafokewa hivi sasa. Sasa wewe yabidi wewe sasa uliokosewa utulize majembe. Manake sasa hata utafanya nini pa? Kwa hivyo lakini sana sana utapata ya kuwa watu kama hao haijaanza leo la jana sana. Ni watu ambao wako na tuseme mental issues kutoka utotoni. Watu ambao labda wamekuwa bullied sana back in the day. Iwe ni wakiwa wadogo ama walikuwa maybe high school and stuff like that. Kwa hivyo in such a way it's a coping mechanism ambayo wamejifunza throughout their life jinsi ya kujitetea. Unaona? It's because they've been attacked all their life. Umeelewa? So ile kwa sababu ni some sort of retaliation measures ambazo wao waliamua kiwao kuchukua ili wasiweze kuwa bullied even more. Unaona? Kwa upande mwingine it's not a good behavior, but sometimes when you study psychology utajua ya kuwa huyu ni mtu ambaye they didn't have a good maybe childhood and stuff like that growing up. Unaona? Kwa hivyo hii ni a sort of mechanism to some of the people. They tend to find it like it's a way of defending themselves all the time. Unaona? Lakini at the same time ni jambo ambalo sawa, inaweza kuwa ilikufanyikia wakati ambapo ulikuwa mdogo, lakini hikma ambayo unafaa kutumia as you grow up ni kuwa kusema ya kuwa sawa nimekosa does not make you maybe a failure, kwa sababu kuna wengine ambao wanaona ya kuwa the minute I admit to a problem mtu atanichukulia vipi. Unajua? I admit to that problem, kesho huyu atanikalia hata zaidi. Unaona? Kwa hivyo anasema ya kuwa sawa, let me try and defend myself. Ndio nasema at the end of the day ni kwa sababu ya past experience ambayo inasukuma mtu kufikia mahali ambapo amefikia. Yes. Hivyo na ndivyo mambo yalivyo. Hakika si vizuri, manake by the way, unajua ukikubali makosa yako utajifunza mengi sana. Unanikumbusha kuna sahibu yangu mmoja alikuwa ana sistake, tulikuwa tuko Chuda pale Mombasa. Sasa yeye sistake akija akiweka visenti pale, yeye anachukua na kwenda tunatumia na yeye, unajua alikuwa mambo ya utoto yani. Sasa alafu akirudi nyumbani tu yeye ndo mkali wa kwanza, anaanza kukasirika yeye. Sasa paka na sistake ashashtaki kwa babake kwamba mzee leo hapa senti imeramba, na hakuna mwingine ni Hamisi tu, alikuwa anaitwa Hamisi manake jamaa mwenyewe. Anaitwa Hamisi Rashid Timbe aka Tidali. Sasa yeye warudi na ukali tayari, amekasirika, amenuna. Sasa hata kuulizwa, sasa mzee ubidi mwambia sasa fanya hivi. Salma alikuwa sistake to Salma, wewe fanya hivi, shilingi ngapi zimechukuliwa? 200, achukua 200 zako hizo. Usiulize. Nyamaza hiyo. Kwa sababu ukiuliza hapa watu hawatokunywa chai usiku. Kwa hivyo wako watu wa sampuli hii, na wengine kama ulivyosema ni mambo waliyapitia, but wengine they do it on purpose. Kama hiyo sasa mtu ukimwambia pale bana, lakini wallahi Ramla alikuwa sawa, wewe mwambie shekhe, wewe humjui Ramla pale, ningekubali kidogo tu hivi ndio kuisha mimi mambo yangu. Na utasemaje about this group of people ambao akilaumiwa anakubali tu?
Sasa unajua kunao that kind of person kabisa. Kwa sababu hataki argument. Yeah. Kwa hiyo ukimwambia anakuambia okay sawa. Basi ni mimi. Ndio maneno ya kuishi tu papo kwa hapo. Watu wazuri sana. Na utajifunza, yani kwanza ujue moja kati ya repercussions ambazo ziko wewe mwenye kuwalaumu either labda uwe hujui sima, lakini kama unalaumu makusudi, yani unaleta lawama, uliwajua tu fulani atakubali, matokeo yake ni mabaya sana kwa upande wako. Mwisho yani utakuja kupata izara ya ambayo ni mbaya sana. Kwa hivyo uogopa sana mtu ambaye kile ukimpelekea lawama anakubali tu. Nakwambia mimi sawa, nisamehe. Sawa ni sawa. Na wewe wajua kabisa huyu bwana hajakosea, hajakosea. Lakini anaitikia tu ona. Lakini repercussion yake ni mbaya sana. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, siku ya leo, methali ya leo ama wazo siku ya leo ina mchango mkubwa katika kukuza uhusiano bora. Kwani inahimiza watu kuwa waangalifu katika kuchukua majukumu na kuwa na uhusiano wa haki na wengine. Kwa mfano, ikiwa mtu alifanya makosa fulani na hali ikawa mbaya, ni muhimu kwa huyu mtu kujitathmini na kujiuliza kama kuna sehemu ya kosa hilo ambayo ulijihusisha nayo mwenyewe. Kusema usimlaumu mtu kwa makosa yako kunasisitiza wazo la kuwa na uwazi na uwajibikaji kwa matendo yako badala ya kutafuta mtu na kumlaumu kila wakati. Kwa hivyo tupunguze lawama. Japo alafu unajua watu wenye kukubandikiza lawama, utasikia kwambia bwana, lawama si mzigo, usijali. Lawama si mzigo. Lakini kwa upande mmoja au mwingine achana nao. Lawama ni mzigo mkubwa sana. Tena afadhali mzigo mzito wa kubeba hivi kuliko mzigo wa moyo. Now you know, most people don't understand that the fact that you can own up to anything that you've done wrong, it means the level of self-esteem that you have is on another level. Iko top kabisa. Yes. Kwa hivyo self-esteem yako ikiwa juu, tena juu sana, utakuwa mwepesi sana wa kukubali wakati ambapo umekosea. Yes. Dakti, 2:40 saa hizi ni za Afrika Mashariki. Wazo la siku msikilizaji, kwa hisani kuu ya Pembe Flour Mills, ambaye kila mkulima aliyebora ama mfugaji aliyebora basi anazingatia lishe kutoka kwa Pembe Feeds, kwani wao ndio wana lishe ambayo imeidhinishwa na kupitishwa na viwango vyote hitajika kwa ajili ya mifugo yako. Haya, tumetoka darasani Madam Ramla, sasa tunaingia kwenye injection room. Na ya kwanza tunaingia katika suala zima hili la bomba la Ikra, na bomba letu la kwanza linaelekea moja kwa moja hadi katika bunge au kwa wabunge. Kuna bilioni 9.9 kama ulikuwa unafahamu. Simbajike zilitumika hizi pesa kwa ajili ya kujengwa Bunge Towers. Lile jumba lile la Bunge Towers, ambapo kuna afisi za wabunge wote pamoja na maseneta. Kuna sehemu kama kumbi za mihadhara na mikutano katika jumba lile. Yani full complete. Yani ni kwamba ile all in one, under one roof wenyewe wanasema. Lakini hivi tunavyozungumza, wabunge wameamua tena kurudi tena kwenye mikutano na vikao kwenye mahoteli ya kifahari. Jambo ambalo litamlazimu mlipa ushuru kuweza kujikakamua zaidi, kuweza kugharamia hizi ama vikao pamoja na mikutano ya wabunge hawa na maseneta kwenye mahoteli haya ya kifahari humu nchini. Baada ya bilioni 9.9 billion, almost or approximately 10 billion shillings kuenda hivi tu kujengwa jumba lile la Bunge Towers. Wabunge wameamua kufanya mambo yao. Bila shaka jambo la kusikitisha, la kutamausha, la kutufanya sisi kama Wakenya, kama taxpayers kujihisi kulia kila kukicha sana, kwa sababu mahali ambapo tunaelekea nchi ya Kenya ni kama imekosa mwelekeo mzuri wa kipaumbele hasa. Ndio. Hasa linapokuja swala la matumizi ya fedha za walipa kodi, imejitokeza kwa njia nyingi ambapo serikali inaonekana kutumia vibaya
na kutoweka matumizi yani ya hii fedha kwa miradi ambayo italeta manufaa kwa nchi na wananchi kwa ujumla. Unaona? Kuna miradi nyingi sana ambazo hivi sasa zinahitaji a lot of money ili iweze kufanya kazi. Ambazo hizo ndo zinafaa kupatiwa kipaumbele. Lakini kitu ambacho tunaona ni ubinafsi ya wabunge na hao watu wote ambao sisi tuliwaajiri kazi. Matatizo ya problem makubwa sana wakati kubwa sana. Facility iko costed us 9.9 billion shillings. Kwa ajili wabunge wetu wawe kwenye afisi mzuri, wabunge wetu wawe kwenye nafasi ya kufanya vikao vyao na mikutano yao vizuri. Tena unajua, by the way, walijengewa hii mara ya kwanza ilikuwa ni kwamba wataenda kwenye sehemu hizi za public, za kama manispaa zile, city hall pale, waende wakafanya mikutano pale, lakini